Baba katika Kristo, tunashukuru kwa sababu ya nafasi ambayo umetupatia. Masaa matakatifu ya Sabato yameweza kuingia, neema yako itufunike. Watu wote watakaopumzika nyumbani kwao, wale ambao wanasafiri kwa ajili ya kukusanyika na watakatifu, wazishikao amri zako na kuwa na imani ya Yesu ulimwengu mzima, kila sehemu ya ulimwengu Bwana kuwa pamoja nao, na mibaraka ya Sabato inayokuja kwa watu wako wanaotunza Sabato ifaavyo, hebu iweze kufikia watakatifu wote. Zungumza kupitia kwangu kama chombo, jinsi ambavyo umenitumia hapo awali. Azungumza na roho zetu pamoja na yangu na wote wanaosikiliza, waumini wa kanisa lako takatifu, na ikiwa kuna mtu yeyote atafikiwa na ujumbe huu, hebu Bwana tuweze kupata onyo, kisha baadaye tuweze kugeuka na kutubu na kufuata njia iliyo njema. Katika Kristo naomba na kuamini. Amina. Happy Sabbath. Bwana Yesu asifiwe mahali popote ulipo. Huyu ni Evangelist Peter Maina. Nilikuwa nimesema ya kwamba nitaanza kufundisha jinsi ya kupata pesa kulingana na neno la Bwana, lakini kuna new developments ambazo zimetokea na nimeona ni vyema, ushawishi umekuja kwa mawazo yangu ya kwamba tuweze kusonga na jambo hili. So watumishi wa Bwana, washirika wa kanisa la Waadventista wa Sabato Kenya mzima, ulimwengu mzima, yeyote ambaye anaweza akanisikiliza na kuelewa, sasa kuna jambo ambalo liko hapa na ninaomba ulisikize vizuri, ya kwamba Bwana ameleta ili ya kwamba liweze kutumika kama onyo la mwisho kwa sababu ya wale ambao wako kwenye Ponzi schemes, kama zile ambazo tumekuwa tukizungumza hapo awali. Na katika maandiko matakatifu, ukisoma Biblia yako vizuri, ukisoma 1 Peter chapter 4 verse 14 to 18, utagundua kwamba katika Biblia kuna kuteseka aina mbili. Kuna kuteseka kwa sababu ya uamuzi mbaya uliofanya, na kuna kuteseka kwa sababu ni Bwana ameruhusu. Na wakati wote ambapo unateseka kwa sababu Bwana ameruhusu, ni kwa sababu ya kusudi lake na maisha yako, haswa katika uhusiano wake naye, maana angetaka kukuleta karibu kwake zaidi. Na pia kuna kuteseka kwa sababu ya maamuzi mabaya kama vile wizi, mauaji, ama kuwa busybody, kujiingiza kwa mambo ya watu. Sasa sikiliza. Neno la Mungu katika Petro wa kwanza 4 mstari wa 15 inasema, pasionekane mtu miongoni mwetu atakayeteseka kama mwizi wala muuaji. Sasa leo nataka nikuonyeshe kuna kitu ambacho kimetokea, na ni miaka kama 2 imepita, katika federal government ya US, Haitian territory. Kuna kitu ambacho kimefanyika ya kwamba kanisa la SDA, wachungaji wake na washirika wamekwisha kushtakiwa kwa sababu ya kunyang'anya watu pesa nyingi tu ambazo nitakuonyesha hapa, na links ziko hapa, utaziangalia moja baada ya nyingine, through a Ponzi scheme. Na ni hasara kubwa ambayo imeweza kupatikana, watu wamepoteza pesa, familia zimekwisha kuvunjika, na zaidi sana huyo mchungaji amekwisha kufungwa. Na sio hivyo tu, chochote ambacho alikuwa amekusanya through the Ponzi scheme, utaenda kumchunguza, ameweza kupoteza. Na sasa wengi wanalia kwa sababu hakuna mtu wa kuwarudishia vile walivyowekeza. Kwa hivyo sikiliza, rejelea zile video za kwanza 2, haswa ya pili, utagundua kwamba jambo ambalo Mwenyezi Mungu hajabariki, hata kama litakaa kwa muda, kusambaratika kwake ni dakika moja, ni sekunde moja. Kwa hivyo naomba tuingie mara moja kuintroduce haya, ili ya kwamba mtu wa Mungu sasa uweze kujiepusha na Ponzi schemes ama mbinu hizi pyramids ambazo zimekuja, ambazo ni za unclothe Peter umlipe Paul. Yaani unamnyang'anya nguo Petro umlipe Paulo. Hizo schemes haziwezi kuwa na mibaraka ya Bwana hata kidogo. Hebu tusonge tujue nini ambacho kimejiri. Naomba nikulete kwako jamaa ambaye anaitwa Pastor Eddie Alexandre. Sijui nitasoma vizuri kwa sababu inakaa ni French name. Pastor Eddie Alexandre kutoka kanisa la SDA Maranatha Haiti. Yeye ni mmoja wa wale ambao wamepatikana na kosa la fraud through a Ponzi scheme, ambaye alikuwa anatumia trading platform inaitwa Emini FX. Okay? Naweza ukaangalia, anza kutafuta, andika Pastor Eddie Alexandre
ambaye alikuwa na DA mwenye Emini FX kutoka Haiti na ni chaplain ama ni mchungaji wa Maranatha SDA Church Haiti. Na kuna kesi ambayo ilimkuta pamoja na makanisa 100 ya Kiadventista na pia General Conference ya the Seventh-day Adventist Church ilitajwa kwenye hiyo kesi kwa sababu walitumika kuhandaa watu na kuingiza katika Emini FX, na General Conference ilitajwa kwa sababu ukienda ukisoma kwenye hizo newspapers ambazo nitakuwekea kwenye description hapo, ni kwa sababu walikosa kuzuia watu kwa sababu ni platform za makanisa ambazo zilikuwa zinatumika. Okay? Kwa hivyo hatimaye baada ya uchunguzi huyu CEO bwana Eddie Alexandre aliweza kukiri ya kwamba ana makosa na amekwisha kushtakiwa na kisha amekwisha kufungwa miaka 9-10 hivi, na watu wamepeleka appeals ili aongezewe miaka kwa sababu walinyang'anya watu na community, the Haitian community, a lot of money, zaidi ya bilioni 32 pesa za Kenya. Hizo ni pesa nyingi through a Ponzi scheme kama hizi ambazo tunazungumza. Na kwa hivyo serikali ya Amerika iliweza kuchunguza jambo hili through the FBI na kumpata na makosa, na hakika kweli these things ambazo ni cryptocurrency Ponzi schemes ambayo sasa zote zinakuwa maintained na kurecruit watu wapya. In fact in the US, hata hapa katika nchi yetu ya Kenya, they are very illegal. Kwa hivyo naomba usikilize kwa makini. Haya ni mambo ambayo yanatisha. So tunapofungua siku ya Sabato bwana, tunapokutana kesho makanisani, jamani, tujaribu kujadili mambo haya, na ni wito kwa viongozi wa kidini sasa katika field zetu 6 union conferences, division na general conference. Sasa tukifungia mambo haya masikio na macho, jameni, tutaulizwa na Bwana kwa kile ambacho kinaweza kikatokea wakati wowote katika ambacho kinaweza adhiri jina la kanisa la Bwana. So kwa hivyo Eminix, kampuni yake mchungaji Pastor Eddie Alexandra, mchungaji wa kanisa la SDA Maranatha, aliweza kushtakiwa na the Haitian community. Wao ndio petitioner katika hiyo kesi, na defendants ambao sasa wametajwa kwenye hii kesi ni wachungaji wa makanisa mengi tu, mke wake na sister zake pamoja na kanisa, na kama vile ambavyo nilikuwa nimesema ya kwamba General Conference ilitajwa kwa sababu ya kutozuia jambo hilo kuwa linaendelea kwa pamoja. Na recruits ama investors kama wale ambao sasa watu wanalazimishwa kurecruit kabla hujatoa pesa zako mara ya pili, naomba usikilize. Walikuwa wamerecruit for a few months 62,000 Haitians. These black Americans about the Haitian community, Jamaican descent, waliweza kuwa recruited 62,000. Hao si watu wachache. Na ukihesabu vizuri, kama ingekuwa ni Kenya ambako minimum deposit ni 40,000, ukimultiply na 62,000 utapata ya kwamba ni more than 2.4 billion. That's a lot of money. Lakini nitakuonyesha kwamba wao walikuwa wanyang'anya watu more than 30 billion kama jinsi ambavyo kesi inavyokwenda. Angalia, so ni mchungaji na mke wake na sister zake and 2 cousins wa huyo mchungaji anaitwa Eddie Alexandra, among other individuals ambao ni wachungaji wa makanisa tofauti tofauti ya Kiadventista upande huo. Ni jambo ambalo linasikitisha, ni jambo ambalo haliwezi likafungiwa masikio na macho kwa sasa. Jameni, ni wakati wa kuamka ili tuweze kuzingira ama kuleta usafi katika jina la kanisa la Bwana. Now the mode of recruitment, ukisoma katika investor.government, hii ni website ya USA ambao ni regulations za trading, okay? Wanasema hivi: a Ponzi scheme organizers often promise high returns with little or no risk. Kama hapa watu wanaambiwa ya kwamba minimum guarantee 60%, okay? Lakini instead they use money from the new investors. Hayo ndio mambo tumekuwa tukizungumza kila siku. Na ninikwambia hivi, iwapo watu hawatakuwa recruited, hilo jambo linaanguka kwa dakika moja, kwa sababu in fact watu wakiamua withdraw, hilo jambo linafika kikomo chake mara moja. So instead they use money from new investors to pay earlier investors, and they may steal some of, na ninaweza sema hapa all of it, for themselves.
Na ndio maana kuna zile percentages wanaambiwa, oh, hii ni percentage ya kutoa, hii ni percentage ya nini. They are keeping that money for themselves, and then kwa sababu ni watu wamesajiliwa ni wengi, hizo percentage ni nyingi sana wanazochukua, 25%, 12%, 16%, whatever percentage, lakini wanapatia hawa ambao wako na bidii ya kurecruit some percentage bonuses. Hiyo ni enticement, au ikilio dada, enticement, ili ya kwamba uweze kurecruit watu wengi sana. Kwa hivyo the method of recruitment ni kama kawaida, ni inayotumika hata hapa Kenya katika Ponzi schemes zingi ambazo zimekuja zikaanguka, na zile zilizopo sasa ni the same. So ukiangalia, with little or no legitimate earnings, a Ponzi scheme require a constant flow of money to survive. It is true ya kwamba lazima kuwe na recruitment, na ndio maana kuna watu wanahakikisha kwamba wamesajili, na cha kushangaza, nataka kusikiliza kwa makini, wanasajili wale wako na uhusiano, maana utamuamini. Na ndio maana wachungaji sasa wanatumika kwenda kwa kondoo za Mungu, kwa sababu watu wameweka matumaini yao kwa wachungaji. Alafu wachungaji nao wanakutuma uende kwa mliozaliwa pamoja nao, ndugu zako, kisha wale mkudashiriki nao kanisani. Sikiliza, wakati mambo haya yanasambaratika, undugu na urafiki unasambaratika kwa siku moja. Na ndio maana shetani angetaka hivyo, maana anajua kwamba watu wa Mungu wakiwa pamoja, wakivuta kwa pamoja, jambo hilo litaweza kudhihirisha kwa ulimwengu ya kwamba kanisa la Mungu, ya kwamba ni Mungu amelianzisha na Yesu ni Bwana aliyemtuma. Kwa hivyo sikiliza, when it becomes hard to recruit new investors, itakapokuwa ngumu kurecruit watu wapya, or when large numbers of existing investors cash out, these schemes collapse. Na ni kweli. So nilikwambia kwamba zina collapse kwa njia mbili. Yule jamaa akikuwa exposed afinye button, ama watu wakikosa recruitment, hilo jambo linakwenda, kwa sababu there is no investment, inafanywa ni udanganyifu mtupu. Na juzi na wakati mwingine niliuliza wale ambao wako kwa hii ambao inatembea sasa, wamtafute Professor Jack. Na in fact mtu alikuwa anafanya mzaha, anasema ukisikia jina prof limeanza, of course si kwa upande wa masomo, lakini katika upande huu wa trading, basi tayari ujue hiyo ni scam. Na ni kweli, Professor Stephen Beard, sijui Professor Jack na kadhalika na kadhalika. Na hapa Kenya kulingana, kwa sababu hiyo kesi iko kotini, na iko kwa DCI, iko na investigations, utagundua kwamba the owners of kile ambacho kinasemekana kina Professor Jack, mmoja ni kiongozi wetu wa Eastern Central African East Kenya Union Conference, kiongozi mmoja, na wengine washirika wa kanisa la SDA. So jameni, huyu Professor Jack kwa wapi? Arekodi video tu aonekane, muulize, anza kuuliza maswali, kwa sababu hili ni jambo ambalo limefichika sana. So this is a Ponzi scheme, na kwa sababu hiyo US wakaanza kuchunguza, kwa sababu malalamiko yalikuwa mengi, kwa sababu pesa za watu zimepata kwenda, na wanaambiwa sasa, ukinunua ukicheza vizuri, ukipata pesa, kile ambacho unanunua ni kitu ambacho kizuri cha kufurahisha. So mode of recruitment, wanatumia pulpits, makosa makubwa, ama wanafanya organizations za workshops through church members and community influencers through kitu ambacho tunaita podcast ama training na kadhalika. Hivyo ndivyo Ponzi scheme inafanya kazi. Na jameni, hakuna biashara ambayo inakuwa supported ambayo ni genuine business by recruiting new members. Hakuna biashara kama hiyo ya uwekezaji. Na ukitaka kujua kwamba hakuna kitu kinawekezwa, watu wanaambiwa tuna trade Bitcoin, tuna trade Ethereum, tuna trade hii. Jameni, hiyo ni sarakasi, na hicho ni kizaazaa. Na ndio maana wanawekewa vikwazo ya kwamba lazima ufanye recruitment, kwa sababu unanyang'anya Paulo, unamlipa Petro. Mnamvua nguo Paulo, unamlipa Petro. Hiyo ndio maana ya Ponzi schemes. Na it is illegal in Kenya, it is also illegal in the US and other places in the world. Kwa hivyo ndugu zangu, huyu Pastor Eddie ni ya kwamba yeye halikubali mashtaka, na akakubali ya kwamba amekosea, na akawa sentenced. Nao watu wakiulizwa kuliendaje ili waweze kujikuta kwenye mambo haya, mmoja anasema hivi, hii ilikuwa kwenye kesi. Documents za hii kesi ziko, linki zake ziko hapo, ambapo utaziona kwenye description. Kwa hivyo hakikisha umefungua kila moja, udhibitisha mambo haya ambao ninakufundisha ama ninakwambia sasa. Watu wa Mungu, jameni, ni wakati wa kuamka wa kufungua macho na kuamka katika usingizi na kuita dhambi kwa jina lake. Sasa sikiliza, wengine walisema Pastor so and so, kama huyu ambaye anaitwa Mansour Nove,
spoke to them, it was as if God was speaking directly to him. Alikuwa kama nabii wanapomsikiliza akiwachukua through utopia na kuonyesha jinsi ambavyo watanunua baadhi ya vitu. Nitakuonyesha baadhi ya vitu walivyoambiwa. And by the way, huyu pastor, kuna wachungaji kadhaa, mmoja anaitwa John Charles, pastor of Houston Haitian Bethany Seventh-day Adventist Church. Yeye alikuwa amenyang'anya washiriki wake $25,000 na mwingine ambaye anaitwa Sofia, huyu ni mwanamke. Nilikwambia hapa kuna watu wawili, kuna profesa na kuna mama. So kwa Pastor Eddie kulikuwa na mama ambaye anaitwa Sofia Mensonuve, ndiye huyo sasa. Na alipokuwa anazungumza maye ndiye marketer, kama vile ambavyo wengine akina Ana, sijui wengine akina nani, Sakara na kadhalika, they promoted the fake robot assistants. Maana nilikwambia, in fact ukiangalia Pastor Alexander, huyu ambaye anaitwa Eddie, yeye ni jamaa ambaye amebobea katika mambo ya IT na alicreate simulation. Utaangalia kwa hiyo kesi alicreate kitu ambacho kinatembeza forex, vitu zinakaa forex, na as an IT guy nini yake ilikuwa katika LinkedIn profile yake, na hiyo ndio ni kama ile watu wanaonyeshwa tu through Opticoin systems. Na watu waliokuwa wanasema ya kwamba kesi ambayo imekuja kwa DCI ni ya Opticoin, nilikwambia huo ni uongo mtupu. Wale walioenda kwenye DCI ni washirika wa Adventista wa Sabato, kiongozi wa kanisa katika Union na washirika wengine. Hakuna mtu wa Opticoin aliyekuwa hapo, na kampuni iliyotajwa hapo, kwa sababu hiyo kesi iko katika, sitaitaja, lakini iko na mchungaji huyu ni mmoja wa directors katika hiyo kampuni iliyoleta kesi kwenye DCI katika nchi yetu ya Kenya, kwa sababu ya zile video ambazo nilitoa hapo awali. Kwa hivyo sikiliza sasa, vile ambavyo Opticoin imefanywa ni system, unangojea kasigdo fulani, masaa fulani unakaa, ati Professor Jack ameenda kulala, anakuja saa 8 na dakika 40 na anakuja saa 2 usiku. Hivyo ndivyo huyu Sofia alikuwa na promote. Okay, walikuwa na robot assistants that created fake returns on investment that was shown to members yao katika kitu inaitwa MiniFX app, ambao huwezi ukadownload vizuri kama vile ambavyo Opticoin huwezi ukaidownload kwenye Apple Store, huwezi ukaidownload kwenye Play Store, lazima utumiwe link. Andika kuambia mfano inaitwa opticoindrql.com, alafu iko na zingine hapo. Nitashare hiyo hapo, niko nayo, na ujaribu kuingia. Lazima uulize what is your invitation code ili uweze kuruhusiwa kuingia ndani na kujua the information that is there. So in her role as a customer service operator, she had cancelled members against withdrawing their money. Okay, yeye ndiye ana control jinsi ambavyo watu wana withdraw pesa, na kuna vikundi kadha wa kadha ambavyo vilikuwa kwenye hii suit ya katika United States of America. Besides Sofia huyu ambaye ni mama, kulikuwa na wachungaji wengine, the Adventist pastors and the Adventist churches who oversaw the operation. Makanisa yote na wachungaji wote ambao walikaa kimya bila kuzungumza, na wakawa ni kama sasa wanafungia jambo hili masikio na macho, wote walikuwa wamementioniwa katika hiyo kesi. Number 2, wengine ambao ni defendants waliotajwa, several Adventist churches whose pastors used the churches to recruit new investors. Na hivyo ndivyo inavyofanyika. Jameni, mchungaji wewe unadhani amekuwa facilitated, na ndio maana wanajificha kwenye uongozi pale juu, maana atakuwa facilitated na mileage, atakuwa facilitated na movements. Lakini ukidhani ya kwamba anaenda kufundisha watu ya kwamba Yesu yuko karibu kutoka kwenye patakatifu ashuke kama mfalme wa falme, jameni, wanakuja kusema ya kwamba watu wa Mungu hawastahili kuwa nyuma, wanastahili kuwa mbele. In fact, hoja ya fundisho hili ama mambo haya ambayo tumezungumza awali, si kama kwamba tunastahili kuwa maskini ama matajiri. Hoja si hiyo, tunazungumzia kuhusu Ponzi schemes. Na nilikuwa nimekuahidi kuanzia Jumapili tutaanza kusoma katika Counsels on Stewardship na Biblia jinsi ambavyo tunastahili kufanya biashara, ama ni njia zipi ambazo Mwenyezi Mungu amebariki zetu za kujitajirisha na za kupata mali. Hiyo inakuja kuanzia Jumapili. Kwa hivyo hiyo si swali katika haya ambayo tunazungumzia. Kwa hivyo watu wasilete kusema na wengine wameanza kutoa mzaha wakisema wale wanakataa mambo haya wanajifanya ni watakatifu, be careful. Wengine wanasema wale wanaharibu biashara wafungwe. Sasa sikiliza kwa makini. Watu watatu waliotajwa hapa, people such as Pastor Augustine Faustin, a Baptist minister recruited and hired by the SDA Church, who used his online Facebook church to recruit members. Wanatafuta wengine. Sasa mchungaji wa SDA akarecruit wa Baptist Church,
wakatumia platform yake, maana kuna followers wengi online, wakarecruit members. Wote hawa walitajwa kwenye hii case. Number 4, people such as Jean Valon na wengine wote who were hired by Alexander and the Adventist pastors to collect money under false pretense from people who did not have a computer. Hii sasa haitaki kujua. In fact, wanasema you don't need prior knowledge kufanya trading, kwa sababu Professor Jack amekufanyia na Professor Steven Beard na wengine wamekufanyia. Sikiliza. So kwa ufupi, wale ambao hawakuwa na uwezo wa kuangalia mitandao ya kompyuta walinyang'anywa kima cha 100 million US dollars each. Ni pesa nyingi ambazo ziliweza kupatia. Fifth, corporate defendants waliotajwa ni kama General Conference Corporation GC, the North American Division of the Seventh-day Adventist Church and the State Conferences of the Seventh-day Adventist Church. Hao wote walikuwa wametajwa kwenye hii kesi. Naomba tusikilize kwa makini. Wa viongozi wangu wa kidini mahali popote mlipo, ninawaomba ya kwamba Mwenyezi Mungu awajalie. Simameni, wacheni kuwa kama Harun anayeambiwa na Waisraeli, kwa sababu Musa amekaa mlimani sana, tutengenezee Mungu tunayemuona. Akawa muoga, akaogopa wale wanaomuongelesha, akasema ni sawa, leteni vitu mlioomba kwa watu wa Misri, akatengeneza dama na kufanya watu wa Mungu waweze kuabudu. Sasa wakati huo jameni umeweza kufika. Ni wakati wa kusimama kidete na kusimamia kazi ya Bwana, na iwapo umechaguliwa kama kiongozi aidha ofisini ama wewe ni mchungaji na imekushinda jameni, jiondoe kabla ya laana ya Bwana haijakupata, na zaidi sana kabla mambo haya yakifika kwenye ulimwengu na serikali, basi yasije yakaleta shida kwenye kanisa la Bwana. Na wale katika hiyo kesi walikuwa wanasema vitu ambavyo walikuwa na tazamia kununua na wamenunua kweli. In fact, utashangaa sana kwenye hizo files za hiyo kesi, wananunua Rolex watches, maana pengine wanaangalia kiongozi fulani, mchezaji fulani wa mpira, cars and houses. Hata hii ambayo iko hapa Kenya ambayo Waadventista wa Sabato wameingia hivyo, ni hivyo tu. Wanunua saa, masimu makubwa na magari na manyumba. Si vibaya kuwa na magari na manyumba. Jameni, usinikamate vibaya, ninakuja kwenye mafundisho. Issue ni hayo ndio mambo ambayo watu wanaonyeshwa, jinsi ambavyo wale wanafanya promotion wamevaa vizuri, wamenunua magari. So utasikia watu ikipita, wewe uliona evangelist so and so wale walikuwa wanahubiri mahali fulani, sasa siku hizi anaenda na CX8, CX31, CX5, Mercedes Benz. Jameni, hata huko wanasema waliahidiwa mambo hayo, na kwa sababu hiyo wakakubali kupeana pesa zao kwa moyo innocently, pasipo kujua, mpaka kesi hiyo ilipokuja kwenye mkono wa serikali. Na hivyo ndivyo inavyofanyika hata katika nchi ya Kenya miongoni mwa Adventista wa Sabato. Matokeo yake yalikuwa ni gani? Number 1, kwa sababu hiyo scheme imekwisha kupotea, matokeo yake ndiyo haya. Huyu mchungaji na wenzake walikuwa wamenyang'anya watu 250 million US dollars, yani Kenya shillings 32 billion 237 million 500,000. Hizo si pesa kidogo bwana. Na pesa kama hizi haziwezi kontroliwa. In fact, pesa hizi ukiangalia katika hiyo case utagundua kwamba zote zilikuwa zinaenda kwa account ya mtu mmoja, kisha watu wanaanza kufanya hiyo mzunguko mpaka anazipata kwa banki yake, anazipata kwa njia zake zile za money transfers za simu na kadhalika. Sasa swali ni hili, hii ambayo iko katika Kenya, is it controlled by the central bank? Maana trading kama hiyo kulingana na acts ambazo nitakutajia hapa baadhi yake, hauwezi ruhusiwa kuwa na control ya pesa kama hizo kabla hazijaingia kwenye Central Bank of Kenya. So hayo ni maswali ambayo yatakuja kwenye discussion katika kesi ambayo imekwisha kupelekwa kwa DCI. Hayo ndio maswali ambayo yataibuka baadaye, na kwa hivyo tujitayarishe kwa sababu majibu yake tutapata. No, so the results are money was stolen from innocent community members. Haitian community ambao wengi si washiriki walikuja wakasema pesa zao zimepotea. Number 2, the Ponzi scheme robbers wenyewe, kwa sababu walipoenda kotini na kukubali mashtaka walipoteza vitu vyote, maana zilikuwa frozen. Pastor Alexandria na other accomplices wakaenda kotini na kisha baadaye wakashindwa kwenye kesi, wakakubali makosa. Sasa mchungaji huyo amefungwa zaidi ya miaka 10, na vitu vyote alivyokuwa amenunua through the pyramid scheme pamoja na wenzake zikakuwa frozen ili waanze process ya kulipa watu. Hapa Kenya jameni, zimepotea nyingi na hakuna mtu anafuata. Wakati wa kuibia watu kwa njia hiyo sasa umefika mwisho, kwa sababu sasa hii mambo itaenda kabisa kulingana vile ambavyo Mwenyezi Mungu anataka iende, ili watu waache kunyang'anywa
hela kidogo ambazo Mwenyezi Mungu amewabariki kwazo. Na ugundue Haiti ni hapo KDF wametumwa juzi na serikali kujaribu kusaidia. So Haitian community ni among the marginalized communities. So wasi watu wako na mapato mengi. Lakini mchungaji anatumika badala ya kufundisha. In fact, ukiangalia video yake mtafute weje kwenye YouTube, anasema hii ndio Mungu alimaanisha aliposema tutaingia Kanaani. Sasa walisema tunaingia Kanaani kwa staili hiyo, tena tukiwa matajiri. Na hivyo ndivyo wachungaji wanavyosema wa kanisa la SDA sasa ambao wanatumika kupromote. Naomba hivi, hizo picha zote na video zote za promotion uziweke vizuri. Hizo zote za road show weka vizuri. Weka information yote, screenshot hizo messages unapata sijui kwa Opticoin, kwa Bondchat, screenshot ukae nazo in case kutakuwa na any legal implication utaweza kusaidika kwa njia moja au nyingine. Kwa hivyo take care of yourself, alafu uweze kujichunga vizuri, kwa sababu wakati wa giza umeisha, nuru sasa imeanza kuja, kwa sababu ni wakati Bwana anataka iwe hivyo. So number 3, watu wakidhani ya kwamba wamekuwa tajiri kwa sababu tayari mchungaji amewanyang'anya pesa, they became poorer at the end of the day, kwa sababu scheme hiyo ilipotea na pesa zao nyingi, na hatimaye sorry to say kanisa la Bwana likawa limeingia kwa aibu. Naomba nikueleze hivi, sikiliza. Mungu ni mwaminifu hivi, anapenda kanisa lake vizuri na anapenda watu wake na sehemu yake aliyochagua ya kuabudiwa. Na sikiliza, we are not the only option, neither are we the last option. Bwana atamaliza kazi yake. Jameni, ni nafasi ya kipekee tumepewa kuitwa the Visible Remnant Church. Bwana kuna watu wengi katika sehemu tofauti tofauti na madhehebu tofauti tofauti ambao hawajapata nuru tulionayo. Kwa hivyo, jameni, tusijipige kufua na kusema kwamba sisi ni watoto wa Ibrahim. Sasa angalia, wao wakaenda mpaka wakarecruit other pastors from other churches. Hivyo ndivyo inavyofanyika mpaka sasa. Wachungaji wengine wa Jumapili wamekuja wa Kiadventista, wanawaweka mahali kwenye training rooms, wanajifanya wanawafundisha mambo ya Mungu, eventually wanaingiza kwenye pyramid scheme na kuonyesha jinsi ambavyo watu wao wataweza kubarikiwa. Lakini kumbuka, yule anakurecruit ili aweze kubenefit. Usisahau hiyo point. Ponzi scheme inafanya kazi hiyo. Lengo si wewe uweze kunufaika. Na ndio maana ukishaingia lazima uwekewe masharti ya kuleta mwingine kabla hujaendelea kukaa hapo, otherwise watakutumia jumbe za kukwambia kwamba you are not a benefit to our scheme, our business. It is not a business, by the way. Ni robbery with violence. Ni ministry ya Baraba, huyo aliyechaguliwa wakati Yesu alikuwa anasulubishwa. So the interest is them in the pyramid scheme. Yule aliye pale juu, interest ni yake. So lazima wewe uliyemfuata ufanye recruitment ili uweze kusaidika. Kwa hivyo, you rob Paul, you pay Peter. Ama you unclothe Peter, you clothe Paul. Hiyo ni formula ambayo Mungu hawezi kuwa ndani yake. Na njia za Bwana za kupata mali na utajiri ni mbili tu, na kuna tatu, lakini hiyo Mungu hawezi kubariki, ya wizi. Na njia moja ambayo Mwenyezi Mungu, wewe soma mafungu hayo nimeweka hapo, sina muda wa kusoma. Inheritance ni njia moja watu wa Mungu wanapata mali na utajiri na kufanya kazi. Okay? Na inheritance ukisoma ukifuatanisha hayo mafungu inasema ili inheritance iweze kuwa faida kwako lazima uwe na hekima, na hekima kutoka kwa Bwana. Work. Na katika video zitakazokuja tutauliza ni kazi gani, ni kazi zipi na namna ya kufanya kazi hizo. Lakini kabla tujakuja kusoma mambo hayo, fikiria jinsi ambavyo Daniel was promoted, Shadrach, Meshach na Abednego, Joseph in Egypt. Walikuwa waaminifu lakini Bwana aliwainua. Si vibaya kuinuka, sio vibaya kuwa na, lakini ukisoma, ndio maana nilikwambia hiki kitabu cha Counsels on Stewardship chapter 45 to 49 itakwambia kwamba hata ukipata, Mungu anakupatia kwa nini. Tuko pamoja? Hakukupatia ndio uongezee saa Rolex, ununue uzipange, uongeze magari vile ambavyo watu wana display magari. Nimenunua ya milioni 8, nimeongea milioni zingine 3, nimenunulia sijui so and so, nimefanya. Sikiliza. Number 2, kuna watu wanasema wanafanya hivi ili waletee Mungu zaka. Naomba uende katika Kumbukumbu ya Torati, uangalie kisa cha mwanamke kahaba ambaye Mungu alizungumzia akasema usiende kufanya ukahaba ukileta, unarudi kufanya ukahaba ukileta. La hasha. Na watu wasiseme Maria Magdala alifanya ukahaba akaleta. Alikuja kuosha Yesu na mafuta akiwa tayari ameamini. Kwa sababu ya muda, naomba ulisikilize. Huu ni wakati ambao sasa umefika uanze kufahamu sheria za nchi jinsi ambavyo zinafanya kazi. The law of contract uiangalie vizuri, kwa sababu sasa kile ambacho kitakuja kutokea hujui. The Penal Code, the Proceeds of Crime and Anti-Money Laundering Act, Virtual Asset Service Providers Act, Capital Markets Act. Naomba uziangalie vizuri, kwa sababu hizi
ndizo ambazo zitatumika iwapo jambo hili kama limemfanyikia Alexander linakuja kufanyika kwa wengine. Basi kwangu ni hivi, Ponzi schemes are illegal in Kenya, na ninaomba sasa yeyote kuanzia sasa, yule aliyekuingiza anza kumjua vizuri ni nani, ikiwezekana muulize details zake ni zipi, kwa sababu hata wale wanaochukua na kuotisha ID na kadhalika, na ufuatilie mpaka makao makuu popote. Jua information yoyote ambayo unaweza taka kujua kuhusu investment hiyo unataka kufanya. Mtu hawezi ingia kwa investment blindly kwa sababu mchungaji alisema, rafiki alisema. Anza kujua ya kwamba una haki ya kujua yule mnayefanya biashara naye, ili chochote ambacho kitatokea ambacho hujui ni lini na inaweza kuwa hivi karibuni, jameni, usiende kulilia kwa choo. Wengine wako na passport ya kutoroka, okay? So maana wewe huna, basi anza kujua. Ninaomba uscreenshot messages zako uziweke vizuri. Video zote ambazo ziko kwenye YouTube, seminar zote na podcast, download ukae nazo kabla pengine hujazikosa, kwa sababu ya mambo ambayo yanaweza yakatokea hapa mbeleni, ili angalau kama utaokota angalau upate mashilingi baki kidogo, na especially wale ambao wako na loan na wanadaiwa, take care. Lastly, mwisho, yanapofanyika hayo, ni nafasi yako kila mtu ahusike kivyake, na Waadventista wa Sabato mahali popote mlipo, wachungaji, viongozi wa makanisa, wazee, naomba kila mtu individually approach this issue prayerfully. Na tulisema ya kwamba uombe without reservations. Okay? Mwambie Bwana, fanya mapenzi yaliyo yako. Shetani tutamshinda kwa maombi, sio threat, sio kadhalika, tutamshinda kwa maombi. Maana Mungu ni mwaminifu. Our God is the God we serve is not a conman. Yeye atalitetea kanisa lake na ujumbe wake utafika mwisho mahali anataka. Kwa hivyo approach this issue prayerfully. Number 2, let God speak. Na Mungu anazungumza kwa njia kadhaa. Anazungumza through nature, anazungumza through the sanctuary, na ametuandikia neno la Mungu. Na sasa kama kanisa tuko na spirit of prophecy. Anza kutafuta, na ukipata Mungu amezungumza fanya vile ambavyo Mungu amezungumza, maana you are only safe ukitafuta pesa kwa njia ambayo amesema na ukizitumia vile anavyotaka. That is the only safety ambayo uko nayo kama Mkristo. So approach this issue prayerfully, let God speak to you, and number 3, let the church leaders speak. Sasa jambo hili jameni, msigoje lifike mahali limemfikisha Alexandra na kanisa la Mungu katika Haiti community. Usikubali viongozi, presidents wa field, president wa CKC, kila mtu ambaye anapata video hii, jameni, huu ni wakati wa kuzungumza, na ni changamoto kwako wewe ambaye unanisikiliza, ambaye ni kiongozi wa kanisa. Ni wakati wa kuprotect the flock, na zaidi sana jina la kanisa under your territory. Number 4, the last resort. Ikishindikana, the church members, naomba nizungumze na wewe mshiriki. Tuko na haki ya kuandika kitu ambacho tunaita open letter, ili iweze kufikia division, we copy to the GC na ofisi zote kuu, ili tuweze kuzungumzia jambo hili, kwa sababu kuna conflict of interest. Wale ambao tayari wamefungua biashara na wanafanya Ponzi schemes na kukwepa kama si Ponzi schemes. Nikwambia ni Ponzi schemes, watu wasijaribu kupaka mafuta. That's a conflict of interest, na kwa sababu hiyo hawafai kuwa katika sehemu za uongozi, kwa sababu iwapo jambo hili litafika mahali limefika Haiti, litakuwa ni jambo ambalo hatutaweza kurudisha sifa zake. Kwa hivyo in the meantime, iwapo ofisi haitazungumza, basi washiriki the church business, ni nafasi yetu sasa, kila mmoja mahali aliko, Tanzania popote pale, Kisumu, Nakuru, Nairobi, Ukambani, Embu, Isiolo, ni wakati wa kuzungumza. Iwapo kanisa halitazungumza, kutoa the clear statement kuhusu kile ambacho kinaendelea, ambacho kinaweza kikaadhiri kanisa na jina la kanisa la Bwana, na tena the spirituality of God's people. So links zote za kile ambacho nimesema ziko hapo chini, na ni ombi langu ya kwamba kwa unyenyekevu sana tusianze kuangaliana kanisani tunapokutana, hawa ni waponzi wa Bwana, hawa ni wapenzi wa Bwana. Jameni, tuendeane kwa upendo, makusudi tuweze kujaribu kurejesha watu kwenye njia, na hatimaye kwa neema ya Bwana, wakati utakapofika, atasimama na jina lake litatukuzwa, his name will be vindicated, na kanisa lake litabaki imara mpaka mwisho atakapokuja
ili tuendelee kufanya kazi ya kuandaa watu kwa sababu ya kuja kwa Yesu Kristo. Description ya video hii, linki zote za kile ambacho nimesema ziko hapo. Ninaomba uchukue muda wako uziangalie, na unapofungua siku Sabato, ni baraka ya Bwana ninakutakia mahali uliko na familia yako. Sijui kama utakuwa unangoja signal ya Professor Jack ama utakuwa unasema ukingoni mwa Yordani. Sijui na mazungumzo yako utakapofika kanisani siku ya kesho yatakuwa ni yapi, mimi sijui, lakini tufanye yaliyo mapenzi ya Bwana, naye Bwana ni mwaminifu, atatubariki kwa wakati wake na kwa njia zake, zaidi sana atatupatia raha moyoni. Bwana atuneemeshe na atubariki. Na hebu ikiwapo ungetaka watu wasaidike, share the video with them, ili ya kwamba watu waweze kufunguka macho, na ili watu waache kusema hiki kitu ni cha kanisa la SDA. Askari wa prison kuuliza wanasema hii ni ya SDA. Ukiuliza watu kijijini vile vile, ukiuliza wachungaji wa SDA wa Jumapili na washirika wao wanasema kanisa la SDA. Jameni, hili sio la kanisa la SDA, na kulingana na kesi vile itakavyokwenda itadhihirika ni nani wenyewe haswa wa jambo hili baadaye, lakini kwa sasa tutaiachia hapo na tuombeane ya kwamba Mwenyezi Mungu azidi kututunza na kutulinda na kutupatia amani moyoni, ili tuweze kufanya kazi yake maadamu tuna wakati, ni wakati wetu. Bwana atubariki sana. Baba, katika Kristo tunashukuru, tunaomba ya kwamba neema yako ifunike watu wako, Roho wako Mtakatifu azungumze na wengi, na yule Bwana utakayezungumza naye, hebu kwa ujasiri atoke kwenye njia na vitu ambavyo haviambatani na neno lako, makusudi Bwana aweze kubarikiwa, makusudi aweze kutumika kama mtumishi na shahidi wa mambo ambayo umefunulia kanisa lako mahali yaliko. Kuwa pamoja nasi, ni baraka ya Sabato iwe juu ya watu wako. Ingia kwenye mawazo ya wachungaji, ingia kwenye mawazo ya viongozi wa kidini, Central Kenya Conference, division yetu, General Conference, kila mahali mpaka field. Hebu jambo hili watu waache kulichukulia kwa mzaha, ni jambo ambalo linaweza shetani akalitumia kuaibisha kanisa kwa kiwango kikubwa. Bwana, tutusamehe makosa yetu na udhaifu wa kibinadamu tulio nao. Bwana, tunaomba kupitia kwa mambo haya sifa ziwe zako na mibaraka iwe kwetu sote, maana tumeomba kwa imani tukiamini kwamba wewe utatubariki Sabato ya wakati huu. Katika Kristo tumeomba na hata kuamini. Amina.